Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 21, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Yeremia, sura ya kwanza, aya ya 17 hadi ya 19. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 6 aya ya 17 hadi ya 29. Lakini pia leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya kufa shahidi mtakatifu Yohane Mbatizaji. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu, akamkamata Yohane, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa, kwa sababu Yohane alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asipate. Maana Herode alimwogopa Yohane, akijua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza, alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipofanyia karamu wakubwa wake na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia, akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwapia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohane Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakauchukua mwili wake, wakauzika kaburini. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ninawaalika ndugu zangu tusikilize tafakari ya sehemu hii ya Injili. Katika sehemu hii ya Injili, ningependa tutafakari juu ya ukweli. Ukweli ni kusema kile ambacho ni sahihi au halali kwamba kipo sahihi, na kile ambacho sio halali au sahihi kusema kwamba sio sahihi au sio halali. Yohane Mbatizaji anaona kitendo cha mfalme Herodi kumchukua mke wa ndugu yake sio sahihi, na anamwambia mfalme kwamba ulichofanya sio sahihi. Kumbe ukweli ni kueleza uhalisia wa jambo kama lilivyo bila kubabaika au kupepesa macho. Ukweli ni tunu. Ukweli ni lulu, ni kitu cha thamani. Thamani ya ukweli ipo katika matunda yake. Tunda la ukweli ni haki, uelewano na furaha. Mtu anaposema ukweli, anajisikia uhuru ndani ya nafsi yake na hata akilini mwake. Wafia dini wengi waliutetea ukweli, hata wakakubali kupata mateso makali kwa ajili ya kuutetea ukweli, kwa sababu waliona uzuri na thamani iliyopo ndani ya ukweli. Uzuri na thamani hiyo walioiona rohoni na mioyoni mwao
iliwapa nguvu ya kutetea ukweli hata katika mateso makali. Sio kwamba hawakuyapata mateso ya kimwili, bali uzuri na thamani ya ukweli uliwapa nguvu ya kuyatupilia mbali mateso ya kimwili waliokuwa wakiyapata. Yohane Mbatizaji naye, kwa kuona uzuri na thamani ya ukweli, anaenda kusema ukweli waziwazi, na hii inamgharimu kufungwa gerezani na hatimaye kufa. Yesu mwenyewe anasema ukweli utawafanya kuwa huru. Hapa tunaweza kujiuliza, mbona Yohane Mbatizaji alisema ukweli na badala ya kuwa huru akafungwa gerezani? Mtu anaweza akawa huru kimwili, lakini kiakili na kiroho yupo gerezani, yupo katika kifungo na anateseka. Lakini pia mtu anaweza kuwa gerezani kimwili, lakini akilini mwake na moyoni mwake ana furaha na amani, kwani anajua kufungwa kwake gerezani ni kwa sababu ya kutetea ukweli ambao kwa wenyewe ni mzuri na wa thamani. Kumbe uhuru wa kiroho na kiakili una nguvu ya kuushinda vifungo vya gerezani. Tunaishi katika dunia ambapo wapo wanaosema kwamba kila mtu afanye kile ambacho yeye mwenyewe anaona kwamba ni ukweli. Yaani, ukweli wangu ni wangu kwa sababu unanisaidia na ukweli wako ni wako. Huu ni uongo. Ukweli ni mmoja. Kile ambacho ni ukweli kitabaki kuwa ukweli na hakitegemeani na mawazo na hisia za mtu binafsi. Kuhalalisha jambo fulani la uongo au lisilofaa kwa sababu tu linakunufaisha haliwezi kukubalika kuwa ni ukweli. Pia tunaweza kutafakari ukweli kuhusu haki ya kuishi ambayo ni msingi wa haki zote za binadamu. Mwanadamu ameumbwa na Mungu kama kiumbe ambacho kinapaswa kuishi hapa duniani kama safarini. Aliwaumba malaika ambao ni roho, lakini amemuumba mwanadamu ambaye ni roho na mwili. Roho na mwili vinamfanya mwanadamu aishi hapa duniani kama msafiri. Herode anaamua kuivunja haki ya kuishi ya Yohane Mbatizaji ambayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Anaamuru kwamba Yohane Mbatizaji akatwe kichwa ili kutimiza ahadi aliyoitoa. Jambo hili sio sahihi na kwa vyovyote haliwezi kuondoa ukweli kwamba haki ya kuishi ni lazima iheshimiwe. Hakuna mamlaka iliyo sahihi katika kuhalalisha mauaji kwa lengo lolote lile. Uhai umewekwa na Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe ndiye atakayeudai na kuuchukua kwa wakati wake. Hivyo mwanadamu hapaswi kuingilia mpango wa Mungu. Herode anaamua kuvunja haki ya kuishi ili amfurahishe binti Herodia na mama yake. Pale ukweli unapopindishwa ili kunufaisha kundi fulani la watu, huku wengine wakidhulumiwa na kugandamizwa, hilo haliwezi kukubalika. Ukweli mmoja unapaswa utumike kwa manufaa ya wote bila kujali hao ni akina nani na wanatokea wapi. Tunashuhudia vilio na vurugu sehemu mbalimbali duniani vinavyotokana na kupindishwa kwa ukweli kwa ajili ya manufaa ya wachache. Ubinafsi na umimi unapelekea wengi kuumia na kuteseka, huku wachache wakinufaika. Lakini ukweli ni kwamba Mungu amewapa wanadamu wote dunia hii kama zawadi, hivyo inapaswa kuwanufaisha wote. Tunapoendelea kukumbuka na kutafakari kifo cha Yohane Mbatizaji, tuendelee kuwaombea wale wote wanaoteseka kwa sababu ya kutetea ukweli, ili wasikate tamaa, bali waendelee kuishi na kuiendeleza tunu hii ya ukweli. Tumuombe pia Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kusema ukweli ili tuwe huru. Tuiombee pia na dunia yetu ili watu wote waweze kutambua ukweli na thamani yake, wautazame ukweli katika uhalisia wake na sio kwa hisia na mitazamo binafsi. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frate Priscus Chua wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.